Wakuu, nimekuja mbele yenu kwa ajili ya agano la damu. Nimekuja kukabidhisha nafsi ya mtu niliyomkusudia. Nina imani agano hilo la damu litafanikiwa, maana wakati na muda ni sasa. Wakuu wangu, nataka nimiliki kila kitu alichonacho, kuanzia akili yake, uwezo wake na kila kitu anachokimiliki. Nitafurahi sana ombi langu likikubaliwa, wakuu wangu, maana nyinyi ndio kila kitu na ndio wenye nguvu, wakuu wangu. Asante sana, na mimi nitafanya kazi ipasavyo. Marahaba mwana, pole. Mama. Ndio babangu. Hivi mama, haya ni maisha gani ambayo tunaishi? Au niseme ni maisha gani ambayo mama mnaishi hapa nyumbani wewe na wadogo zangu? Mama, kumbuka hii nyumba haina baba. Baba yetu hayupo, ameshafariki. Baba alibaki kwenye nyumba mama ni mimi. Mimi nashukuru mama, wewe na baba mlijitahidi sana kunisomesha. Mpaka hapa nilipofika mama, nimepata ajira, nimepata kazi. Ni kwa sababu wewe na baba mlinipigania. Lakini mama, pamoja na yote, mbona kazi yangu imekuwa kama kichomi kwenu mama? Hebu tazama mama, kila siku ni mambo ya maajabu ajabu yanatokea kwenye nyumba yetu. Hii familia mama, kumbuka mwenyewe, haina baba. Mama, baba alishatotoka, umebaki wewe. Ninashukuru Mungu mama, wewe na baba mlinipambania mimi nikasoma. Na Mungu akajalia mimi nikapata ajira mama. Lakini sasa mama, mimi nashindwa kuelewa vitu gani vinatendeka. Nimepata kibarua, lakini mama, kibarua chenyewe ni cha moto kwa sababu ya mimi mwenyewe sikai kazini, situlii kazini. Kila kukicha ni matukio ambayo si mazuri. Nimetoka kumtoa polisi sasa hivi. Na kama unavyojua, sasa hivi polisi kumtoa mtu si kitu rahisi. Kazini mimi naongopea kila kukicha kwa sababu ya matukio pia familia yangu. Leo hili, kesho lile. Leo nimdanganya HR wangu. Mpaka HR amekasirika. Hapa kwenye kibarua changu kipo matatani sasa hivi. Kwa sababu hii familia yangu. Hii tabia mama itaisha lini? Mimi nakuelewa baba yangu. Nakuelewa sana. Kwanza nashukuru kwa msaada wako. Ila watoto hao wasumbufu sana.
Yaani hawasikii. We Mudi mwanangu. Unajua naenda kwenye kukua. Na hapo ulipo sio mtoto mdogo. Siku sio nyingi utapata familia yako. Hivi maisha yako ya kiungo utafanya mwanangu mpaka lini? Kwa nini unatia aibu familia mwanangu Mudi? Mama, shapo kwenye Mudi. Samani mamangu. Hebu tukae kwenye Mudi hapa. Huyo alikuwa anaitwa Muhammad Bakari. Sio alikuwa mpaka sasa hivi anaitwa Muhammad. Sawa. Lakini sasa hivi jina lake sio Muhammad tena. Kutokana na tabia ambazo anazifanya mtaa mzima wanamjua, amembadilishia mpaka jina. Hawamuiti Mudi kama zamani. Anaitwa Matukio. Na hilo jina mama limetokana na matendo yake. Anafanya matendo ya ajabu ajabu. Ana makundi ambayo si sahihi mama. Mimi nimejaribu kumtafutia kazi. Nimempeleka garage. Nimempeleka sehemu tofauti tofauti. Lakini mdogo wangu hataki kazi. Sasa sijui ambacho kinamfanya anabweteka ni kitu gani mama. Mama. Huyu hapa alikuwa anaitwa Rehema. Sasa kabadilisha jina. Sio Rehema tena. Ukipita kote huko mtaani anaitwa Levi Godoro. Sasa ni jina ambalo baba amempa kweli au mama? Hilo jina ulimpa jina la Levi Godoro mama? Wewe na baba. Sasa anaitwa Levi Godoro. Ukiingia kwenye mitandao namuona. Mimi nikiingia kwenye mitandao namuona anaitwa Levi Godoro. Ni majina gani mama haya? Kila kukicha ananiomba mimi pesa. Ninampa kwa sababu ni mdogo wangu. Lakini pesa zenyewe ni za kushona sare za vijora, sijui anacheza michezo gani huko ambayo sielewi michezo yenyewe. Na hata hiyo pesa ambayo ninampa sijui inaenda wapi. Yaani mama ni vitu vya ajabu ajabu ambavyo mimi mwenyewe vinasikitisha. Na pia mama, haya sio malezi ambayo wewe na baba mlitulea mama. Babangu mimi nakuelewa. Hapa cha kuomba tu tuombe kwa Mwenyezi Mungu ili awabadilishe watoto. Kiukweli inasikitisha sana. Wewe ni mwanangu peke yake ninakutegemea na utegemeo langu kwenye familia yangu yote. Hata hao wenyewe hawataki kuombea kwa Mungu. Kakaiti Mwenyezi Mungu amjalie tupate kuishi. Sasa wewe tunamtegemea binadamu, watoto wangu. Badilikeni, kuna kesho. Yule Mungu anataka kumchukua au Mungu anataka kumjalia akapata familia yake. Tutaishi watoto wangu maisha ninayotaka hayo. Hasa wewe Rehema, najua wewe mwanamke mwenzangu utanisikiliza. Kumbe wewe ndio hatari. Wewe na shughuli na wewe. Kila kukicha shughuli, Ulaya zote na marafiki. Hivi kweli mwanangu tutafika safari yetu kweli? Lakini wewe ile ndio kazi yangu. Mbona ile nikikupa usikatai? Unamsikia majibu yake? Mama, mimi siwezi kuachoka familia yangu. Nashukuru kwa hilo baba. Babangu ameniachia nyinyi. Sawa. Baba alobaki kwenye familia ni mimi. Nashukuru. Nitawapenda sana. Lakini mama, naomba tujaribu kukaa nao vizuri. Kiukweli. Sawa. Mimi nawapambania wadogo zangu. Nawapambania watu ninawapenda. Lakini naomba basi usiniangushe jamani. Me I don't like that. I don't like that. Kasemaje hapa? Nimsomesha mwenyewe. Mama, sijapenda. Kiukweli, sijapenda hili swala. Naomba tu mama ujitahidi kukaa nao wadogo zangu. Wajirekebishe. Atakulinda baba yangu. Mungu atakulinda kwa kila baya. Yaani mabaya yote yatapita huko kwako atakuwa mazuri tu. Mimi nashukuru na mimi nitazidi kuzungumza nao ili tufike safari yetu. Siku yangu leo kazini tena siku. Naomba niende nyumbani nikapumzike, niandae material kesho kazini mama yangu. Naomba niwache salama na wadogo zangu. Tunashukuru kaka. Sawa. Subiri babangu, nilikuwa na mazungumzo nawe kidogo. Ngoja tutoke hapo nje tuongee. Mimi niko nje mama, njoo tuongee. Hamna shida. Niyo naye nini hapo? Wewe mimi nafu sikiliza, unapenda sana kunitengea kwenye reli zangu. Angalia uje mazingira yako. Mimi hata sikuingiliaje unapofanya ujinga wako. Kuwa na aibu. Kaka toka sasa hivi kutoka ndani. Aibu mimi naacha tumboni kwa mama kitambo sana. Na mama. Leo babangu nimekuita hapa ili tuongee mambo matatu. Ndio. Kwanza swala pale dukani, vipi ulipita sijui pale kwenda kulipa ile bili? Hapana. Pale dukani sijapita, lakini pale dukani hamna tatizo lolote kwa sababu yule mtu wa dukani mimi na yeye tunaelewana. Uwaga pesa zake nimepitishia. Na kama nilivyowaambia mama, hapa nyumbani mkipata shida yote ya kuhusu chakula, muda wote na wakati wote nipigieni simu. Mimi siwezi kuacha ndugu zangu wakahangaika. Nipigieni simu na kama sipatikani itakuwa ni kwa sababu tu majukumu ya kikazi. Lakini kama sipatikani nendeni pale dukani kwa yule ndugu. Kila kitu chukueni chochote, mimi nitalipa kama kawaida yangu. Na hata hapa nikitoka naelekea huko. Basi hilo la kwanza. Lakini baba yangu kuswala kuwa na mwenzi na mwenzio bwana mke jafari. Mama nawe kila siku. Mwanangu, kumbe unaenda. Mara tunaongea zaidi ya mara 4. Naona ulifanyia kazi. Sio alipo vilini mwako hilo. Mama mimi usamina nalikumbuka.
Umeona sasa. Ila sasa mama, mimi mwanao muoga. Muoga nini mwanangu, maisha ndio hayo. Wewe jitahidi bwana, weke akilini kwanza. Nipate mkuu wangu, nakuja pale nyumbani simkuti mtu. Hata nikitaka kupata siku mbili. Hebu niweke mama. Haya, ungekuwa na mwanzo usingekuwa na kwenda vizuri hivi mwanangu. Umepata neno mama. Si umepata neno baba. Sababu ungekuwa na mwanzo ungekuwa anakuweka vizuri na kuangalia na kuandaa mambo yanakuwa mazuri. Na kuomba mwanangu, bwana afanya nusu ya hili swala kwanza. Umri unaenda, utaki mimi naona jukuu zangu. Hata kama mimi nifika kama baba yako. Nishatetea mjukuu wangu. Hapana. Mimi mwenyewe mama natamani nipate mke, lakini kila siku namuomba Mungu nipate mke kama babangu alipopata. Mwanamke mwenye weledi kama wewe. Ila kwa karne ya sasa hivi mama, kumpata mwanamke kama wewe, babangu alibahatika. Utapata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwanangu. Mimi kila siku nakuombea. Tunakuombea baraka na mema yote yakukute mwanangu. Habari za aibu. Kwanza hapa yenyewe mimi na wanangu kibao nataka nikale mchicha na ugali. Huko maskani. Mwenyewe muoneni. Kibao ujue ni mwamisi kinyama yani sio ngo unajua? Ngoja kwanza. Kalikanyagi tena huko. Nikalikanyage wapi mimi naingia. Hayalete huko. Naingia zangu maskani. Afaka kwanza kutoa hela. Mimi naingia maskani nageuka wewe nao bwana. Chai sikuletei. Hilo hamna shida. Nitalifanyia kazi mama. Naomba tu unaombee mwanao. Na isije kama simu ngakuletea mkwe, ukaniambia mwanangu mkwe gani huyo? Vipi mbona? Akanipenda wewe na sisi ndio tutakapenda. Haya. Basi mama, kila laheri. Karibu mwanangu. Acha mimi nipitie dukani kamezana na yule bwana. Nitamlipa madeni. Ni shilingi ngapi anawadai? Ila acha. Chochote daftari sinaongea. Ameandika kila kitu pale. Basi nitaenda kulipa na mkihitaji chochote kachukue nipe dukani. Nashukuru baba. Mama, kila laheri. Mungu akutangulie. Haya mama, nawe pia. Haya mama. Karibu sana. Mimi naenda kupumzika, kesho ndio naingia kazini. Haya mwanangu. Haya mama. Wewe nini wewe blaza mtamu afu mimi sijiangushe kausha wewe. Utajua. Mwanangu Jafari. Mungu akujalie jamani. Mbona nimezaa mtoto msikivu huyo? Japata kuona. Huyu naye. Akili kabisa wewe. Sisi wote unaenda hapo nusu nihurumie wewe mudi. Vipengele gani? Yaani wewe ndio una akili kabisa, si unawaza nini mwanangu maisha yako? Mimi mbona nimepata salani, una dada yake ile godoro. Wote wachizi kabisa jamani. Tiani. Huyu naye nimwambia baki hapa kuondoka zake. Nini cha kufika? Umepishana na mwanao hapo? Nimepishana naye hapa. Anaenda maskani. Umwache watajua mwenyewe mpumbavu. Mama, huko anaweza kwenda kuleta lingine tena. Sasa hivi atabaki huko kojela. Aende kutolewa tena mwanangu, maana nishamwambia mazungumzo yangu mwenyewe atakayepate mke wake, afanye maisha yake. Haya shogangu, basi maarifa kuje control. Mwenzangu ngoshajipodoa hapa na niko nasubiri tu kaka aje nimsikilize, maana aliposema anakuja kabidi nibaki. Shoga yangu ana shughuli kesho kutwa. Tunaenda kupanga mipango yetu. Kwa hiyo wewe jipikie chako kula, la hasa kanunue chips. Unige basi ya chips. Kaka sikupa hela hapo mama. Wewe una akili kweli wewe mpumbavu wewe. Yaani kuongozana kote na mwanao haja kupata 100. Yeye utajua mwenyewe. Mimi na sala mtoto yangu. Kwa hiyo sasa tutaona jioni. Utajua mwenyewe. Ila nashukuru sana mwanangu Jafari, Mungu amsaidie. Yaani Jafari. Mwenyezi Mungu mjalie mwanangu Jafari. Kila ile mibaya alimpitie mbali. Jema leo karibu na yeye. Bila Jafari si ningeishije na watu wanavyonisumbua. Mungu. Ana mtihani. Magambo. Tajiri mkubwa. Mambo vipi kaka? Safi, kwema ndugu yangu. Mambo yanasemaje? Safi, habari ya kazi? Kama kawaida. Unaendeleaje ndugu yangu? Tunamshukuru Mungu. Ndio. Mungu fundi baba. Kabisa wakati wote. Karibu sana. Naona maendeleo unaendelea vizuri. Tunamshukuru Mungu bwana, Mungu fundi. Kabisa. Mungu fundi. Bwana sasa? Ndio. Mimi kwa kichoneta hapa nilikuwa nataka kujua ni kiasi gani kunadaiwa cha pale nyumbani kwangu kwa ndugu zangu, familia yangu wewe. Kuanzia mama, wadogo zangu wale wawili, ili ni clear uendelee na mambo yako. Sawa kabisa bosi. Kwa kama kuna daftari kama niliona. Haina shida bosi wangu. Daftari hili hapa. Daftari hili hapa bosi wangu. Tajiri mwenyewe. Baba una baya wewe. Una baya baba. Tajiri nitakuwa mimi. Una baya baba. Basi niombe nichukue baraka zako hizi. Kikubwa pumzi tu tajiri wangu. Wewe una baya baba. Bendetu ile hapa bosi wangu. Bendetu ile hapa. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Toka alivyoanza kuja kuchukua mpaka leo hii Ijumaa. Hizo hapo.
kuna huyu kijana wangu nani mdogo wangu Matukio, naye pia ana mahitaji yake binafsi kuacha vyakula. Anakuja kuchukua. Anakuja kuchukua. Anaondoka. Au ni kwake mwenyewe binafsi? Maana nimekuta sigara hapa, sijui na maji nini. Nahisi hivyo vitu hivyo vitakuwa ni vya kwake, ila anakujaga anachukua kwa pamoja. Anachukua. Lakini vyote simuorodhesha huko. Vyote vipo hapa. Si ndio hivi hapa nimekuandikia hapa tajiri yangu. Okay, sawa. Tajiri Jeff. Okay, nimeona jina haya bwana. Sawa. Okay, sawa. Basi kwa kinachukunaje kusaini au? Lazima tusaini baba. Hizi biashara bwana. Sawa. Lazima tusaini. Sawa, nashukuru. Basi yote nalipa. Tajiri Jeff. Baba wewe una baya mwanangu. Bwana sawa. Vipi, si kama kawaida, si una simu sinapokea? Kama kawaida bosi wangu. Namba yangu si ile. Sawa. Namba yangu ile. Ila tuzingatie ndugu yangu, familia yangu ikija ikihitaji chochote wazingatie. Baba nakwambiaje? Yaani unaona hii duka hii, chochote wanachotaka humu baba. Wanapata kwa wakati na kwa muda sahihi. Napenda sana mama. Napenda sana ndugu yangu. Karibu sana bosi wangu. Asante. Namba yako ni ile? Ile namba yangu. Hebu check huko. Simu yangu hii hapa. Nimeona kama message hapa kama hii hapa message imeingia. Tayari? Hii hapa bosi. Sawa. Bwana mimi nakutakia kazi njema. Tajiri Jeff. Vizuri. Hilo jina lako naomba Mungu ajalie liendelee. Una baya baba. Au sio? Una baya. Bwana kazi njema. Hapa Tajiri Jeff unakaribishwa muda wote, saa yote baba. Sawa. Karibu sana muda wote, upo nyumbani. Sawa. Ndugu zangu wakija chochote nataka wapatie. Nakwambia mimi nitalipa. Yaani kwa hilo baba ni hilo tu. Hiyo haina shida hiyo. Magambo. Tajiri Jeff. Tajiri Jeff huyo. Una baya baba. Ola champion. Matukio Mowizi. Vipi familia? Mungu mwema sana mwanangu. Mungu mganga mshikaji. Mambo anasemaje askari wangu? Mwanangu weka yani masanga tu mshikaji wangu yani. Wewe acha maseke. Maana nilikuwa utuo, si unajua life langu la kadanda katua. Mwanangu, ulikuwa utuo? Nilikuwa utuo, sema nini brother ananistendia kibosi. Sema nini? Sikapita hapa. Brother wako muda sio mrefu kaja hapa yote kaisha lipa. Nipe kigongo kwanza ni wake. Maana unajua mimi ndo life langu mwanangu kadanda katua, usiniwazie. Mwanangu. Matukio msanii wetu mkubwa. Pole sana askari wangu. Wewe hapo si una kiberiti? Kiberiti kipo. Sasa ina noma kaka hapo wenyewe. Na blaza wako muda sio mrefu katoka hapa dukani kwangu hapa. Aishalipa madeni yake yote. Kila kitu kaishamaliza kabisa. Basi baridi, mimi namkubali mwanangu yule pale. Mimi naingia maskani. Basi poa mwanangu, hamna noma. Poa. Mwanangu Matukio huyu. Kumbe na maskari walikuwa wamemkamata rafiki yangu. Kwa kosa gani alikuwa amelifanya hili? Sema achana naye. Sababu blaza wake mwenyewe ana miera, atajijua mwenyewe. Alikuwa leo nilitoka mapema sana ofisini leo sababu nilipata dharura ya kifamilia. HR nimeshaongea naye. Ndio nimemwambia kesho ndo naingia kazini. Ila sio leo. Hapa kwenye naelekea nyumbani, nafikiri kesho tukutane mapema asubuhi. Okay, sawa, kazi njema. Okay. Samahani sana damu. Sawa, usijali, alikuwa na amani kakaangu. Samahani sana. Usijali, alikuwa na amani. Okay, asante.